أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Amirul Mominin Mwenyezi Mungu amsaidie sana anasema, katika hutuba ya Ijumaa nilikuwa nimeeleza maandiko mbalimbali ya Masihi Maud alayhi wassalam kuhusu azma na umuhimu wa Qurani tukufu. Leo pia nitaeleza mada hiyo hiyo, akieleza fadhila na umuhimu wa Qurani tukufu kwenye kitabu chake kiitwacho Tuhfa Kaisaria, yani zawadi kwa Kaisari, kitabu ambacho alikuwa ameandika wakati wa Diamond Jubilee ya malkia aitwaye Victoria, na humo alikuwa amempatia ujumbe wa Islam na alikuwa amemhubiri kuhusu Islam. Katika kitabu hicho akiandika anasema ya kwamba Qurani tukufu imejaa na hikima za ndani na katika kila aina ya mafundisho kwa ajili ya kuwafundisha waumini wake wema wa kweli. Inapiga hatua mbele kuliko Injili na haswa taa ya kumwona Mwenyezi Mungu mkweli asiyebadilika imo mkononi mwa Qurani tukufu. Kama Qurani isingekuja duniani, Mungu anajua kwamba idadi ya watu wenye kuabudu masanamu ingefika kwenye namba gani. Hivyo ni jambo la kumshukuru Allah ya kwamba umoja wa Allah uliokuwa umepotea ardhini ukapatikana tena. Sasa alikuwa nani katika zama zile ambaye kwa ujasiri huo alimtumia Kaisra wa Hind ujumbe wa Islam na alifanya mahubiri ya Islam? Leo watu hawa ambao hawakuwa na ujasiri huo wa kueleza azma na heshima ya Islam na Quran wanasema kwamba Mungu apishe mbali Masihi Maud salam au jumuiya ya Ahmadiyya inavunja heshima ya Qurani tukufu. Na watu wasiokuwa Waislamu wao kwa kuona matendo ya Waislamu hawa wamepofuka katika kuipinga Islam, kwa kuwa hawawezi kubatilisha azma ya Qurani tukufu. Hivyo kwa ajili ya kutuliza mioyo yao wakiteketeza Qurani tukufu, wanajaribu kutuliza mioyo yao, kama matukio yanaendelea kutokea huko Sweden au katika nchi za Scandinavian, na pia tukio moja limetokea majuzi. Kama Waislamu wakubali imamu wa zama na wakielewa mafundisho ya Quran waanze kuyafuata, basi watu wasiko Waislamu wasisubutu kuvunja heshima ya Qurani tukufu. Mwenyezi Mungu awapatie akili. Kisha akieleza jambo hili ya kwamba Qurani tukufu ndio njia pekee ya mwongozo, Masihi Maud salam anasema Islam ni dini yenye baraka inayoonyesha waumini wake Mungu, kiasi kwamba mtu akiifuata kwa ukweli wote na aanze kufuata maagizo yake na miongozo yake na nasaha zake zinazopatikana ndani ya Qurani tukufu, basi atamwona Mungu katika dunia hii. Watu wanauliza swali ya kwamba
kivipi tutamwona mungu katika akhira. Anasema kwamba mufuate mafundisho ya qurani tukufu, basi mtamwona mwenyezi mungu katika dunia hii. Mwenyezi mungu ambaye ni nyuma ya maelfu ya mapazia kutoka macho ya dunia. Kwa ajili ya kumtambua hakuna njia yoyote isipokuwa mafundisho ya qurani tukufu. Qurani tukufu inawaongoza waumini wake kwa kutumia njia mbalimbali za kiakili na nishani za kimbinguni ili waelekee kwa allah. Mkifuata mafundisho yake, basi nishani zitadhihiri mpaka mtamtambua mwenyezi mungu. Alisema ya kwamba humo kuna baraka na nguvu ya kuvutia ambayo inamvutia mwenye kumtafuta allah na inamjalia mwanga, utulivu na amani. Na mwenye kuiamini qurani tukufu imani kamili anakuwa hana zwana kama wanafalsafa wanavyokuwa nayo ya kwamba awepo muumba wa ulimwengu huo wenye hekima, bali yeye akipata busara ya kizwati na akipata nafasi tukufu ya kuona, anaona kwa jicho la kiyakini kwamba kwa kweli muumba huyo yupo. Na mwenye kupokea mwanga wa kalamu hii anakuwa hana zwana kama wanavyokuwa wenye akili pekee kwamba mungu ni wahid la sharik, bali pamoja na mamea ya nishani ambazo zikishika mkono wake zinamtoa nje kutoka giza, anashuhudia kwa kweli ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa isipokuwa allah. Na kisha yeye anawaonyesha watu wa dunia kwa matendo ya kwamba yeye anamfahamu mwenyezi mungu hivi, na umoja wa allah unaingia moyoni mwake kiasi kwamba yeye mbele ya matakwa ya allah anaichukulia dunia kama mdudu aliyekufa, au anaichukulia dunia kama kitu kisicho na kitu umuhimu wowote. Kisha akieleza kuhusu mwongozo uliokamilika wa kielimu na kiamali ndani ya kurani tukufu, anasema kwamba ikumbukwe ya kwamba ndani ya kurani tukufu mwongozo umekamilika kielimu na kiamali. yani kurani tukufu imejaaliwa elimu kamili na pia maagizo kamili yametolewa humo. hivyo alisema kwamba katika ihdina sirat almustaqim kuna ishara ya takmile ilmi, yani kurani tukufu ndio kitabu kilichokamilika ambacho mafundisho yake yanamwongoza mtu kwenye njia iliyonyoka, na kuna maelezo ya takmile amli yanayopatikana kwenye sirat lazina anamta alaihim, yani matokeo ambayo ni ya mwisho mtu ataweza kuyapata. yani kwa ajili ya kujipatia maendeleo ya kiamali amefundisha dua ya wale ambao walijaaliwa neema, kama nilivyoeleza katika hutuba ya ijuma iliyopita kwamba ni nani ambao wamejaaliwa neema. kuna manabii, masudik, mashahidi na swale, na kisha mifano yao inapatikana. hata katika zama hizi pia wapo watu ambao wameongoka, wale ambao mungu amewajaalia neema zake. alisema ya kwamba kama vile mti unaopandwa usipokuwa na kukomaa hauwezi kupata matunda na maua, vivyo hivyo kama kuna mwongozo ambao hautoi matokeo kamili na matokeo ya hali ya juu, mwongozo huo ni mwongozo uliokufa ambao hauna nguvu ya kukomaa na kukua. kama vile mtu akifuata mwongozo wa veda hawezi kupata matumaini kwamba yeye atapata wokovu wa kudumu, na akitoka nje ya hali ya kuwa wadudu atapata laza ya kudumu. mwongozo huo utamsaidiaje? Lakini kurani tukufu ni mwongozo ambao mwenye kufuata anaweza kufikia daraja za hali za juu, na anaanza kujenga uhusiano kamili na kweli na allah subhanahu wa taala, mpaka matendo mema ambayo yanafanywa sawa na miongozo ya kurani tukufu, sawa na mfano wa shajara tayiba iliyotolewa ndani ya kurani tukufu. matendo haya yanakuwa na yanaleta matunda na maua, na humo
kuna ladha inapatikana. Kisha anasema kuna tukufu ni kitabu ambacho kilikuja katika dunia hii ambapo fisadi zilikuwa zimeenea na kulikuwa na makosa mengi ya kiitikadi na kiamali na takriban watu wote walikuwa wamekamatwa na matendo mabaya na itikadi mbaya. na humu allah subhanahu wataala anaashiria akisema kwamba zahara alfasad fi lbari walbahr, yani watu wote, watu wa kitabu na watu wengine wote walikuwa wamekamatwa na itikadi mbaya, na katika dunia ufisadi azim ulikuwa umesambaa. Ilmuradi katika zama hizi mwenyezi mungu kwa ajili ya kubatilisha itikadi zote batili alituma kurani tukufu kwa ajili ya mwongozo wetu, na humo dini zote batili zimekataliwa. na haswa katika sura fatiha inayosomwa mara 5 kwa siku kwenye kila raka ya swala ameeleza itikadi zote kama ishara, kama vile alivyosema alhamdulillahi rabbilalamin, yani sifa zote njema zinamhusu mwenyezi mungu ambaye ni muumba wa ulimwengu wote. Arrahman, yeye bila amali ni mwenye kuumba na bila amali ni mwenye kutoa na rehmanit yake inafanya kazi. Arrahim, yeye ni mwenye kutoa matunda juu ya amali, yani mkifanya matendo anatoa matunda yake, na mkifanya maombi anakubali. Maliki yaumiddin, yeye ni mmiliki wa siku ya kiama na yeye ni mmiliki wa malipo mema na adhabu. Alisema kwamba katika sifa hizi zote kuna maelezo kuhusu madhehebu yote ya kidunia. Sasa mtu akitafakari na kusoma sura alfatiha katika swala anaweza kupata maarifa kubwa. Kisha akieleza jambo hili kwamba kurani tukufu ni muujiza, anasema kwamba uhakika wa kweli wa muujiza ndio huu, ya kwamba muujiza ni kitu ambacho adui asiweze kuleta mfano wake, hata kama jambo lile ionekane kwamba limo katika nguvu ya kibinadamu, kama vile ni muujiza wa kurani tukufu ambao uliwekwa mbele ya wakazi wote wa bara la arab. Hivyo muujiza ambao kizwahiri ilionekana kwamba imo ndani ya nguvu ya kibinadamu, lakini watu wote wa arab walishindwa kuleta mfano wake. Hivyo ili tuweze kuelewa uhakika wa muujiza, kurani tukufu na kalamu yake ni mfano unaongaa. yani kizwahiri hiyo pia ni kalamu kama vile inakuwa kalamu ya binadamu, lakini kalamu hii kutokana na fasaha na balagha yake na kutokana na ladha yake na usafi wake, maandiko ambayo kila sehemu yanazingatia hikima na haki, na pia kutokana na hoja zake zinazongaa ambazo zilishinda hoja zote za kidunia, na pia kutokana na bishara za ajabu, ni muujiza usio na kifani ambao baada ya kupita miaka 1300 hakuna adui aliyeweza kusimama mbele yake na hana nguvu ya kupambana nayo. kurani tukufu katika vitabu vyote vya dunia ina sifa hii ya kipekee ya kwamba inaeleza bishara za kimiujiza kwa njia ya kimiujiza na kwa kutumia maandiko yaliyojaa balagha na fasaha na haki na hekima. Ilmuradi shabaha hasa ya muujiza ni kutofautisha baina ya haki na batili na baina ya mkweli na muongo, na kitu kama hicho kimepewa jina la muujiza, au kwa maneno mengine ni nishani. Nishani ni kitu ambacho bila kuwa nacho mtu hawezi kuwa na yakini kamili juu ya zati ya allah, na hawezi kupata matunda ambayo anaweza kupata kwa yakini kamili. na hiyo ni zwahiri ya kwamba ukweli hasa wa dini ni kumfanya mtu kumtambua mwenyezi mungu. kwa ajili ya dini kweli ni muhimu ya kwamba humo nishani zipatikane ambazo ziwe hoja na dalili juu ya uwepo wa allah, na dini ile iwe na nguvu kamili ndani yake ambayo iwafanye wafuasi wake kuungana na mwenyezi mungu, yani ijenge uhusiano baina yao na baina ya allah. na sio maana kwamba kwa kuona dunia na vitu vyake mtu aseme na ahisi kwamba dunia hii inapaswa kuwa na muumba tu na asijue zaidi yake. hiyo haitoshi.
na mwenye kusimama hapa hawezi kujenga uhusiano kamili na kweli na allah subhanahu wa taala na pia na hawawezi kutakasa nafsi zao kutoka hisia za nafsi yani kujua kwamba yupo mungu nafsi haiwezi kutakasika na mtu hawezi kujenga uhusiano na allah na kinachoeleweka ni hiki tu ya kwamba labda ulimwengu huu unapaswa kuwa na muumba wake lakini uhakika huu kwamba kwa kweli muumba huyu yupo yani katika dunia hii vitu tunavyoviangalia je kuna muumba wake au yupo mtu anapaswa kuwa na elimu halisi na mtu akijua kwamba ni nani na akijua kwamba ni yule ambaye tunafanya ibada yake hapo uhusiano wa kweli unazalika na kisha mtu anapata hisia za kufuata amri zake na mtu anajaribu kurekebisha nafsi yake alisema kwamba ni zwahiri ya kwamba kuhisi haja ni kukisia tu ambayo haiwezi kusimama juu ya nafasi ya kuona na matokeo hayawezi kutokea ambayo yanatokea kwa kuona yani kukisia na kuona kuna tofauti kubwa hivyo dini ambayo inampeleka binadamu kwenye hatua kwamba muumba anapaswa kuwepo dini hii haiwezi kumsaidia hivyo dini kama hiyo ni dini iliyokufa ambayo sasa kuwa na matumaini kwamba itatuletea mabadiliko matakatifu ni zana tu na ni zwahiri ya kwamba dalili za kiakili haziwezi kutosha kwa ajili ya kueleza ukweli wa dini na yani hoja ambazo ni za kiakili zinaweza kutolewa na mtu anaweza kusema mengi kwa kutumia akili yake lakini hiyo haitoshi mpaka mtu asijue sifa za allah subhanahu wa taala na asinufaike nazo alisema kwamba sasa nani atatoa hukumu kwamba mambo ya kiakili ambayo yameandikwa kwenye kitabu ni ya kiufunuo au yameibwa kutoka kitabu fulani na kama tuseme kwamba hayakuibwa hata hivyo kivipi yanaweza kuwa dalil kati juu ya zati ya allah subhanahu wa taala na nafsi ya mwenye kutafuta allah kivipi inaweza kutulia juu yake ya kwamba mambo hayo ya kiakili ambayo ni yenye kumwonyesha allah na kivipi anaweza kupata utulivu kwamba mambo hayo hayana kosa ndani yake yani zipo nishani ambazo zinampeleka kwa allah na zimetakasika na kila aina ya kosa hivyo kama dini ikieleza mambo mbalimbali upande wa akili au falsafa inaeleza ukweli wake na haiwezi kuonyesha nishani za kimbingu au mambo ya ajabu sasa mwenye kufuata dini ya namna hiyo ni mtu ambaye amedanganywa na atakufa katika giza yani kwa kupitia hoja za kiakili dhati ya allah hawezi kuthibitika sasa kivipi ukweli wa dini utaweza kuthibitika na dini isipobeba mzigo huu kwamba itawaonyesha waumini wake kwamba mwenyezi mungu yupo dini ile si dini kitu na mwenye bahati mbaya ni mtu ambaye anaifuata dini hiyo kwani dini ile haiwezi kumjaalia binadamu maarifa ambayo kwa kutumia kwayo awezi kumwona mungu hiyo ni daraja ambayo yatupasa kufikia tumtambue allah kwa kupitia nishani zake na kwa kupitia uhusiano wa kizwati na sio hoja za kiakili pekee na kisha uhakika unafunguka juu ya binadamu ambao ndio uhakika haswa kwa fadhila ya allah katika jumuiya inapatikana mifano mingi kwamba watu wasiokuwa na dini na wale ambao walikuwa hawamwamini allah walipopewa yakini juu ya zati ya allah walijapewa hoja za kiakili na wakaonyeshwa nishani na wakasimuliwa matukio mbalimbali wakakubali dini na islam vile vile wapo watu wengi katika ulaya kwa mfano kutoka ubelgiji kuna mwanajamati moja ambaye alikuwa mpagani anaishi ubelgiji ni mtu wa indonesia ye alifanya baiati na akaniambia mwenyewe kwamba mimi nilipokubali uwepo wa mwenyezi mungu
na si kwa akili tu bali kwa kutumia hoja na dalili na nishani. Hapo sikuwa na njia isipokuwa kukubali islam na ahmadiyat na kuingia katika jumuiya. Na kwa kuwa jumuiya ilikuwa imenionyesha njia hii, wahamadia walikuwa wamenionyesha njia hii, hivyo mimi nikajiunga na ahmadia. kisha kurani tukufu inadai ya kwamba kurani tukufu ni mwongozo kwa wamchao. hat masihe maud alaihissalam anasema katika aya hizi nukta ya kimaarifa iliyofichika ndiyo hii ya kwamba mwenyezi mungu amesema ya kuwa aliflamim aliflamim zalika lkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, yani hiki ni kitabu kile kilichodhihiri kwa elimu ya mwenyezi mungu, na kwa kuwa elimu yake imetakasika na ujinga na mambo ya kusahau, yani haina mambo ya kijinga au mengine yanayosahulika, hivyo kitabu hicho hakina shaka ndani yake. Na kwa kuwa elimu ya mwenyezi mungu kwa ajili ya kukamilisha wanadamu ina nguvu kamili ndani yake, hivyo kitabu hicho kwa ajili ya wamchao ni mwongozo kamili na inawafikisha kwenye hatua ambayo kwa ajili ya maendeleo ya asili ya kibinadamu ni hatua ya mwisho. kisha akieleza jambo hili ya kwamba mcha mungu ni nani, yule ambaye allah anamwongoza, anasema mwenyezi mungu anasema katika aya hizi ya kwamba wamchao ni wale ambao wanamwamini mungu ambaye amejificha na wanasimamisha swala na kutoka mali yao wanatoa katika njia ya allah na wanaamini juu ya kurani tukufu na juu ya vitabu vilivyotangulia, ndiyo juu ya mwongozo na watakaopata wokovu. hayo ni maelezo ya mcha mungu. kisha kurani tukufu ikiwa dini kamili, kuhusiana na hilo anasema ya kwamba jambo hili limethibitika ya kwamba kurani tukufu imetimiza haki ya kukamilisha dini kama inavyosema yenyewe kwamba alyauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nimati wa razitu lakum lislama dina wa razitu lakum lislama dina, yani leo nimewakamilishieni dini yenu na kuwatimizieni neema yangu na nimewapendeleni islamu iwe dini yenu. hivyo baada ya kurani tukufu hakuna kitabu kinachoweza kushika nafasi hiyo, kwani mahitaji yoyote aliyokuwa akihitaji binadamu kurani tukufu imekwisha yaeleza yote. sasa mlango wa mukalimati ilahia uwazi na haukufunguka wenyewe, bali mukalimat kweli ambayo ina rangi ya nusura na msaada wa mwenyezi mungu na yanakuwa na mambo mengi ya kighaibu, mtu hawezi kuyapata bila kufuata kurani tukufu na kumfuata mtume salllahualwalh wasallam. ni jambo la kusikitika ya kwamba wapinzani wetu hawataki kusikiliza mambo haya yenye maarifa na wanaleta tuhuma juu yetu kwamba mungu apishe mbali sisi tumebadilisha kurani tukufu. kisha akieleza jambo hili ya kwamba kurani tukufu ni tiba ya kiroho, hat masihe maud alaihissalatu wassalam anasema kwenye kitabu chake kiitwacho chashma marifat, yani chemchem ya maarifa, ya kwamba kurani tukufu ni kitabu kilichojaa hikima ambacho kimefananisha kanuni ya tiba ya kiroho na kanuni ya tiba ya kimwili. yani kurani tukufu imefananisha baina ya kanuni hizi mbili, na mfanano huo ni mfanano latif ambao ni mlango wa kufungua maarifa na haki na tafsiri kamili na ya kweli. mtu anaweza kuitoa ya kurani tukufu ni yule ambaye kwa kuzingatia kanuni ya tiba ya kimwili anaangalia kanuni za kiroho za kurani tukufu. alisema kwamba safari moja nilioneshwa kwenye ruya vitabu mbalimbali vya matabibu wa mahiri
mwenyezi mungu mwenyewe aliniongoza. nilionyeshwa vitabu mbalimbali vya tiba ambavyo vilikuwa na kanuni mbalimbali za kitiba, na humo kulikuwa na kitabu cha tabibu aitwaye karshi. kitabu kimoja kilikuwa ni cha karshi ambaye ni tabibu mahiri, na nilionyeshwa kwamba hiyo ni tafsiri ya quran. sasa kwa kujua hilo nikapata kuelewa ya kwamba kuna uhusiano mzito baina ya elimu ya mwili na elimu ya kidini, na elimu hizi zinasidikishana. na nilipoona vitabu hivi na kanuni zake, nilipoona kurani tukufu, nikaona kwamba tiba hizi zilikuwa ndani ya kurani tukufu. yaani kurani tukufu inatoa msaada kwa ajili ya tiba ya kiroho na tiba ya kimwili, na ili tuweze kupata maarifa na kutafakari, kuna haja ya kusikiliza maongezi ya imamu wa zama, na kuna haja ya kusoma vitabu vyake. kisha akieleza jambo hili kwamba njia halisi ya kujenga uhusiano na allah ni kurani tukufu pekee. anasema ya kwamba ikumbukwe ya kwamba mtu hawezi kumtambua mwenyezi mungu ambaye ni ghaibul ghaib mpaka yeye mwenyewe asijioneshe kwa kupitia nishani zake, na uhusiano wa kweli hauwezi kujengwa mpaka uhusiano huo usitokane na mwenyezi mungu, na hisia za kinafsi haziwezi kutoka nafsi mpaka mwanga usiingie moyoni kutoka kwa allah. sasa angalieni kwamba mimi naweka mbele yenu ushahidi huo ya kwamba uhusiano huo unatokana na kufuata kurani tukufu. katika vitabu vingine hakuna uzima wala uhai, na chini ya mbingu kuna kitabu kimoja tu ambacho kinaonyesha uso wa mungu huyu aliyempendwa, yaani kurani tukufu. hivyo kwa kufuata amri za kurani tukufu mtu anaweza kuona uso wa mwenyezi mungu. ni jambo la kutafakari kwa sisi wa ahmadia kwamba ni wangapi miongoni mwetu ambao wakifuata mafundisho ya kurani tukufu wanasoma kwa makini na wana tafakari juu yake. hivyo yatupasa kufanya juhudi, mungu atujalie kufanya hivyo. kisha hata masihi maud salam anasema kwamba sisi na wale watukufu waliotangulia kabla yetu, huu ni uzoefu wetu wa kizati ya kwamba katika utii wa kweli wa kurani tukufu na mtume sallallahu alaihi wasallam unaotokana na ikhilasi na uaminifu wote, una sifa ya kwamba polepole mapenzi ya allah yanaingia moyoni mwa binadamu, na nguvu tukufu ya kurani tukufu inamjaalia binadamu nuru, na kwa kupitia nuru hiyo jicho lake linafunguka, na mwishowe anaanza kuangalia maajabu ya ulimwengu wa pili, na kuanzia siku ile anapata ilmu yakin ya kwamba mwenyezi mungu yupo, na kisha yakini ile inapata maendeleo mpaka inafikia kwenye daraja ya ainul yaqin, na kisha kutoka ainul yaqin inapata haqul yaqin. mtu ambaye anayamini kurani tukufu na mtume muhammad sallallahu alaihi wasallam mwanzoni anakuwa hana utakaso wa moyo na anakuwa na mazambi mengi, kisha rehema ya allah inamjaalia, na kwa kupitia njia za ajabu imani yake inajaaliwa nguvu, kama ilivyo ahadi katika kurani tukufu kwamba lahumul bushra fi lhayati dunia, yani kwa ajili ya watu wenye imani bishara zinatolewa kutoka kwa allah. vivyo hivyo yeye pia kuhusu zati yake anaendelea kupokea bishara za kila namna, na kwa kupitia bishara zile imani yake inaimarika, na katika muda huo huo yeye anaanza kuepukana na mazwambi na anaanza kutenda mema. kuhusu ubora wa islam, makala moja iliyosomwa katika mkutano wa arya samaj, humo akieleza sifa makhsus za kurani tukufu, hatmasihi maula salam anasema ya kwamba sifa ile makhsus ambayo akili timamu imeitaja kama kitu cha lazima cha kutambua kitabu cha mwenyezi mungu inapatikana katika kurani tukufu tu, na katika zama hizi sifa zile ambazo zinatakiwa kupatikana kwenye kitabu cha allah hazipatikani katika vitabu vingine. yawezekana kuwa zitakwepo katika zama zilizotangulia, lakini saizi hazipo, na kwa kuwa sisi
kwa kutumia dalili moja tumekusha indika tayari ya kwamba sisi tunafahamu kwamba vile vitabu ni vitabu vilivyofunuliwa, lakini hata hivyo kwa sababu ya hali yao ya kisasa ni vitabu visivyo na faida, na mfano wao na hali yao ni kama ngome ile ya kifalme ambayo haina watu na ina hali ya magofu, na nguvu ya kimali na kijeshi imeondoka kutoka kule. Kisha akieleza sifa makhsus za kurani tukufu anasema ya kwamba moja, kurani tukufu ina nguvu tukufu, nguvu kubwa ambayo inawafanya wafuasi wake kutoka maarifa ya kizana na kupeleka kwenye maarifa ya kiyakini, yaani wanapata yakini na wanapata maarifa yenye yakini ambayo ni ya kwamba mtu anapoifuata kikamilifu basi mifano ya nguvu ya mungu anaonyeshwa katika rangi ya muujiza, na mungu anaongea naye na kwa kupitia kalamu yake anampatia habari kuhusu mambo ya ghaibu. Na mimi sielezi baraka hizi kama visa tu, bali mimi naeleza miujiza ambayo nilionyeshwa mwenyewe. miujiza yangu ni takriban 100,000 bali labda itakuwa zaidi ya 100,000. mwenyezi mungu alikuwa amesema ndani ya Qur'an tukufu ya kwamba mtu ambaye akifuata kalamu yangu ataamini miujiza ya kitabu hicho, bali atajaaliwa miujiza. hivi mi mwenyewe nimepata sehemu kubwa kutoka miujiza ambayo ni nje ya nguvu ya binadamu na ni amali ya mungu pekee. matetemeko yalitokea ardhini na taun inayomaliza dunia ni kutoka miujiza ambayo nilijaaliwa mimi. alisema ya kwamba miujiza hii si miujiza yangu bali ni ya Qur'ani tukufu, kwani sisi kwa nguvu yake na kwa roho yake tunafanya kazi hii. anasema kwamba ilmuradi katika nguvu tukufu za tukufu, nguvu moja ni ya kwamba mwenye kuifuata anaonyeshwa miujiza isiyo ya kawaida, na miujiza ile inakuwa nyingi mpaka dunia haiwezi kushindana nayo. hivyo mimi ninadai na ninasema kwa sauti ya juu ya kwamba wapinzani wote wa dunia wa mashiriki na wa magharibi wajumuike kwenye medani moja na waje kupambana nami kwa kutumia nishani. mimi kwa fadhila na msaada wa allah nitapata ushindi juu yao, na ushindi huo hautatokana na nguvu yangu binafsi bali utatokana na matakwa ya allah, kwamba mungu alitaka kwamba kwa kutumia nguvu tukufu ya kitabu chake na kwa kutumia nguvu tukufu ya mtume wake muhammad sallallahu alaihi wa sallam mimi niweke mbele ya wapinzani uthibitisho wake, na yeye kwa fadhila yake amenijaalia ya kwamba mimi nafuata nabii wake mtukufu na kalamu yake, na mimi nampenda. na kalamu ya allah ambayo jina lake ni Qur'an tukufu ambayo ni dhihirisho la nguvu ya mungu, mimi naamini juu yake. na hii ni ahadi ya Qur'an tukufu kwamba lahumul bushra fil hayati dunia, na ndiyo ahadi ya kwamba ayiduhum biruhum minhu, ayadahum biruhum minhu. na pia ni ahadi ya kwamba yaj'al lakum furqana. hivyo sawa na ahadi hizi mwenyezi mungu amenijalia yote, na tafsiri ya aya hizi ni ya kwamba watu ambao wataiamini Qur'an tukufu watajaaliwa ndoto tukufu na ufunuo kwa wingi. waila mtu anaweza kuona ndoto iliyo kweli, lakini tone moja halina umuhimu mbele ya mto, na pesa moja haina umuhimu mbele ya hazina. kisha alisema ya kwamba mwenye kuifuata kikamilifu atajaaliwa msaada kutoka ruhul qudus, na atajaaliwa ufahamu na akili kutoka ghaibu, na hali yake ya kashf itatakaswa, na katika kalamu yake athari itawekwa, na imani yake itaimarishwa. kisha alisema kwamba mwenyezi mungu ataweka tofauti baina yake na baina ya wapinzani wake, na mbele yake kaumu zote zitashindwa. hivyo sisi tunaona ya kwamba tangu awali ahadi hii ya allah inaendelea kutimia, na katika zama hizi sisi wenyewe ni mashahidi zake. waislamu
waelewe na sisi pia tuweze kuelewa ya kwamba katika zama hizi mwenyezi mungu amemtuma hadrat masihi mwasalam na nishani na silsila ya nishani hizi inaendelea hadi leo. hivyo mtu ambaye atafuata kalamu ya mwenyezi mungu kwa ukweli wote, mwenyezi mungu anamwonjesha ladha kutoka nishani zake. kisha alisema ya kwamba sisi tumeeleza nguvu tukufu ya kurani tukufu ambayo inaleta athari juu ya wafuasi wake, lakini kurani imejaa na miujiza mingine vile vile. humo habari ilikuwa imetolewa kuhusu ushindi na maendeleo ya islam, ambapo mtume saa salam alikuwa akitembea akiwa peke yake katika misitu ya makka, na pamoja naye walikuwepo waislamu wadhaifu na maskini wachache. na wakati ambapo kaisari rum akashindwa mbele ya wairani na kisra wa iran akateka sehemu kubwa ya nchi yake, wakati ule kurani ikatoa bishara kwamba katika miaka 9 kaisari rum atapata ushindi juu ya iran, na hivyo ndivyo itokavyo. pia muujiza wenye shani wa shakul kamar ambao unaonyesha mkono wa allah unapatikana ndani ya kurani tukufu, ya kwamba kwa ishara ya kidole cha mtume saa salam mwezi ulipasuka katika vipande viwili na makafiri wakaona muujiza huo. maelezo hayo yanapatikana kwenye kitabu cha kitwacho chashma maarifa kama nisemavyo. kisha akieleza jambo hili kwenye kitabu hicho hicho ya kwamba visa vya kurani tukufu kimsingi ni bishara, anasema ya kwamba visa vinavyopatikana ndani ya kurani tukufu kwa hakika si visa bali ni bishara ambazo zimeendikwa katika rangi ya visa. labda katika torati vitakuwepo visa, lakini kurani tukufu imeeleza kila kisa kama bishara kuhusu mtume saa salam na islam, na bishara hizi zinaendelea kutimia kwa ukamilifu wote. ilmuradi kurani tukufu ni mto wa haki na maarifa na ni bahari ya bishara, na haiwezekani ya kwamba mtu bila kufuata kurani tukufu aweze kupata yakini juu ya mwenyezi mungu, kwani sifa hii haswa inapatikana katika kurani tukufu ya kwamba kwa kuifuata kurani tukufu mapazia ambayo yanapatikana baina ya mtu na muumba wake yanaondoka. hivyo kila mtu mwenye dini anamtaja allah kama kisa tu, lakini kurani tukufu inamwonyesha mfuasi wake uso wa allah na inaingiza nuru kweli moyoni mwake, na mungu ambaye amejificha katika dunia anaonekana kwa kupitia kurani tukufu. sharti ni ya kwamba mtu aifuate kurani tukufu kwa ukamilifu wote. kisha anasema kwamba kurani tukufu ina sehemu mbili, kuna visa na sehemu ya pili ni amri zake. anasema kwamba kurani tukufu ina sehemu mbili, jambo fulani linaelezwa katika rangi ya kisa na vingine ni kama amri za miongozo. watu ambao hawatofautishi baina ya visa na mwongozo wanalazimika kupata matatizo mengi na shida, na wanakuwa sababu za kuleta hitilafu ndani ya kurani tukufu, kwani kuhusu kurani tukufu kuna kauli ya mwenyezi mungu isemayo walau kana min indi ghairillahi walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. tafsiri yake ni ya kwamba na kama ingalitoka kwa asiyekuwa allah bila shaka wangalikuta ndani yake hitilafu nyingi. anasema ya kwamba kwa kuwa haina hitilafu, hivyo hiyo imetajwa kama dalili ya kwamba imetoka kutoka kwa allah. lakini watu hawa kwa sababu ya kutofautisha baina ya visa na miongozo, wakileta hitilafu ndani yake wanaifanya kana kwamba imetoka kutoka kwa asiyekuwa allah. ni jambo la kusikitika kama ilivyokuwa imeelezwa kwamba visa ambavyo vina rangi ya bishara na zingine ni amri. sasa watu hawa wanapojaribu kuunganisha kwa pamoja wanakosea, wenyewe hawana maarifa
ya kuelewa na tafsiri inapofanywa basi wanaleta tuhuma kwamba wamebadilisha kurani tukufu. Akieleza sifa za hali za juu za kurani tukufu anasema kwamba katika sifa zake za hali za juu kuna mafundisho yake ambayo ni sawa na asili ya binadamu na maslahi zake, kama vile mafundisho ya torati yanasema kwamba jicho kwa jicho na jino kwa jino, na injili inasema kwamba usipambane na uasi, na mtu akikupiga juu ya shavu lako moja ugeuze jingine kwake. kurani tukufu inasema kwamba jazau sayiatin sayatun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu ala llah, yani malipo ya ubaya ni ubaya ulio sawa nao, lakini anayesamehe mwenye kutenda zambi na kwa sababu ya msamaha wake yule aliyetenda zambi aweze kujirekebisha na aweze kujizuia kutoka maasi, basi kumsamehe kutakuwa bora badala ya kumwazibu, waila kumwazibu kutakuwa bora, kwani tabia zinatofautiana. Zipo tabia ambazo zikisamehewa hazitaji jina la zwambi na zinajizuia, lakini wapo ambao wakipata uhuru kutoka jela wanatenda mazambi yale yale. Hivyo kwa kuwa tabia za binadamu zinatofautiana, hivyo mafundisho haya yanawafaa yaliyoelezwa na kurani tukufu, na mafundisho ya injili na taurat si kamili, bali mafundisho haya yanahusika na tawi moja tu katika matawi ya mti wa binadamu, na mafundisho hayo yanafanana na kanuni ile ambayo ni makhsus kwa kaumu fulani au kwa sehemu fulani, lakini mafundisho ya Qur'an yanazingatia tabia zote za binadamu. Mfano huo nilikuwa nimeueleza katika Ijumaa iliyopita kwa kutumia kipengele kingine. Sasa mfano huo unaelezwa kwa kueleza sifa za Qur'an tukufu. Kisha alisema kwamba injili imetoa amri, kisha anatoa mfano mwingine. Kuna mifano mingine pia ipo. Alisema ya kwamba kwa mfano injili imetoa amri moja ya kwamba usimwone mwanamke kwa nia mbaya, lakini Qur'ani inasema kwamba usimwone kabisa, usiwaone wanawake, si kwa nia mbaya au kwa nia njema, kwani ukifanya hivyo basi hiyo itakuingiza kwenye upotevu. Watu wanasema kwamba sisi tunawaona kwa nia safi. Hata kuona kwa nia safi pia kunaweza kumpoteza binadamu. Hivyo wakati wa haja mtu anapaswa kumwona kwa jicho la chini, yani akilazimika kumwona basi amwone kwa nusu ya jicho ili asiweze kumwona vizuri, na sio maana kwamba aanze kumwona kwa kukodolea macho kama kuna haja ya kumwona. Kisha alisema kwamba injili inasema kwamba usimpe mke wako talaka isipokuwa amefanya uzinzi, lakini Qur'ani inaangalia maslahi zake kwamba talak haihusiki na uzinzi pekee, bali ubishi ukitokea baina ya mume na mke na wasipoafikiana au hali iwepo kwamba mwanamke hakutenda uzinzi lakini amefanya mambo ambayo yanaweza kumpeleka kwenye hatua ile, au anakutana na watu wa nje. Katika hali hii mume ameambiwa kwamba ampatie talaka, lakini kuna usisitizo umewekwa kwamba asifanye haraka katika kutoa talaka. Yani humo jibu limetolewa ya kwamba mwanamume ana hiari ya kutoa talaka. Wapo baadhi ambao wana fikra hii na wanatumia haki hiyo na wanawatesa wengine. Alisema kwamba katika talaka mujaribu kuleta mwafaka na msifanye haraka. Alisema kwamba mafundisho ya Qur'ani sawa na haja za binadamu, na kwa kuyaacha mtu anapata shida. Ndiyo maana katika serikali za Ulaya walilazimika kuunda kanuni. Hivyo kwenye kanuni inaandikwa kwamba sababu ni nini. Kesi zinapoletwa wanahoji kwamba kwa nini mnaachana, mnatengana, na wanalazimika kuleta shahidi zote. Hivyo alisema kwamba hiyo haitokei kwa urahisi, hivyo wakalazimika kuunda kanuni yao. Kanuni za dunia zinaendelea kuundwa na pia zinavunjika,
na kwa ajili ya kuboresha wanaendelea kubadilisha watu hawa. Hata hivyo zinabaki na mapungufu, lakini kanuni ya mungu ni kanuni ambayo ni sawa na asili ya binadamu. hivyo hapo niweke wazi ya kwamba sio maana kwamba mwanamume ana haki ya kutoa talaka, bali mwanamke pia katika sababu yoyote anaweza kuomba hula. Na kama mume amekosea na amefanya mateso ikithibitika, basi wazo hilo kwamba labda mahari haitachukuliwa kutoka kwao, hapana, bali wanalazimika kutoa mahari. hivyo kijana au mwanamke asipate wazo kwamba labda mwanamume amepewa haki hiyo. tutakapozungumzia kuhusu wanawake, maelezo pia yataelezwa huko. hivyo hiyo ni mada inayoendelea. kuna maandiko yake mengine ambayo nitaendelea kuyaeleza katika nyakati tofauti. mwenyezi mungu atujalie tuweze kufuata mafundisho sahihi ya Qur'an tukufu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.